kama kiongozi mzuri na kwenye eneo ambalo mmeweza kualikwa. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu nikaelekeza tu niwaambie kwamba muendelee muwe mabalozi wazuri wa kuwafuatia na watu wengine, hasa vijana ambao ni viongozi. Maana hii ni taaluma ya kiongozi kabisa, si kwa sababu tu ninyi mtasimamia kwa itifaki, lakini hata ninyi wenyewe ni viongozi. Kwa hiyo namna bora ya kuweza kuwepo katika shughuli mbalimbali za kiserikali au za kitaasisi, lazima utakuwa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo umeweza kulifanya, na mheshimiwa mkuu wa mkoa anawapongeza sana. Kwa mkoa ameelekeza niwaambie CEO wetu Wilson Sylvester kwamba yuko tayari kuwatumia ninyi sasa kama watu wa Singida. Na atawasiliana na viongozi wenu ili aweze kupata hiyo idadi ambayo ataweza kuelekezwa mheshimiwa mkoa. Kuanzia Temeke tulikuwa pamoja Wilson, na sisi zamani tulikuwa tunatumia watu wa kutoka chuo cha diplomasia. Nikahamia Dodoma, wakati wanatoa vijana kutoka Dar es Salaam na kuja Dodoma. Na sasa nimehamia Singida, nikatarajia inawezekana atakuwa yale kwamba vijana kama hawa ambao wana upeo, wana ufahamu na kujua itifaki inaenda vipi, sasa tunawatoa Dodoma au Dar es Salaam. Kwa hiyo jambo hili ni jambo kubwa ambalo mmelifanya, ambalo linakwenda kuheshimisha mkoa wa Singida. Asante sana kiongozi. Na mkoa mkoa nawapongeza wote ambao mmehudhuria leo. Ninyi ni wanafunzi wazuri, ongereni sana. Pokeeni hizo salamu za mheshimiwa mkuu, kwa sababu elimu haina mwisho. Na kila siku tunajifunza. Na kila taaluma ina knowledge yake, yani ina ufahamu wake. Timu hii ya itifaki kila mkoa ni desturi. Haya ni maono yanayotokea kwa mtu mmoja. Mimi hapa nimeamua baada ya kufanya matukio mengi ya viongozi mbalimbali kwenye nchi yetu wa kimataifa, maeneo mbalimbali, nimejifunza nikasema mambo haya sio lazima kuiona tu Ulaya. Ulaya ndio wanakuwa na agencies nyingi. Kwa nini Tanzania sio na agency ya itifaki kila mkoa, kwa nini sio na timu ya protocol? Kwa hiyo baada ya hapo nikawaza nikafanya. Na viongozi wakuu wamebariki, kitu ni kizuri. Kwa sababu hata kwenye matukio tukio kwa mashughuli mbalimbali, changamoto inakuwa nyingi, mwisho wa siku watu hata watambuani. Lakini ikijulikana wewe nembo yake ni agency fulani na wewe ni mtu wa itifaki, inasaidia sana hata mamlaka zingine za kiusalama, kwa sababu inajulikana wewe ni nani. Lakini ukipiga tu kauna unaonekana kama unaonekana mtu wa taasisi fulani haujulikani, ni changamoto. Mwisho wa siku inafika bana tutambuane. Kwa hiyo hii ni nzuri. Tukaona wacha sasa sisi tuwe kama mifumo mingine kama taifa zilizoendelea za nje tuzifanye na sisi Tanzania. Kwamba tunapata vijana weledi na wenye sifa kadri ambavyo tulipoa mwongozo na wakuu wetu ambaye ni CEO wetu taifa. Miongoni mwa sifa mshongeni rasmi na dokeza kidogo, lakini sio afanya kumalizia, ni watu wanaotumia akili zaidi kuliko nguvu. Sema akili zaidi kuliko nguvu. Akili zaidi kuliko akili zaidi kuliko nguvu. Hao mshongeni rasmi asilimia kubwa ndio wanaohitajika kufanya shughuli hii za itifaki. Lakini mshongeni rasmi, sare yetu kama unavyoiona ni rangi mbili. Rangi nyeusi suti, ama kaunda suti rangi nyeusi, ama suti dark blue, ama kaunda suti na dark blue. Mshongeni rasmi, imani yangu ni kwamba walioko hapa wametimiza vigezo kwa 90%. Hawa ambao walikuwa bado ni wale ambao tumewapokea of course leo na jana, ambao nao wametuahidi kwamba wanakwenda kutekeleza hilo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wote wanakuwa kwenye level moja. Mshongeni rasmi, kama nilivyosema mwanzo kwamba vijana hawa wameamua kuitumikia hii nchi kwa moyo mmoja, na wameamua kuiunga mkono serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa 100%. Semeni kwa 100%. Kwa 100%. Mshongeni rasmi, sauti hii na imani umeisikia kikamilifu. Lakini vile vile wameamua kwa dhati kabisa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Singida, mama yetu Halima Dendego, kwa kazi anazozifanya katika mkoa wa Singida. Bila mama
awe mama mwenyewe naye alizaliwa. Halafu yule aliyomzaa ndio anajua yeye ndio mama, yeye ndio anajua huyu mtoto wa nani. Sijui tunaelewana? Kuna mambo mengine huwa tunasaidiana, lakini sasa mama hawezi kusaidiwa. Akishabeba tumboni atakuwa amekubeba. Sasa katika jambo hili tukamwona mama shujaa saizi kwa wakati huu. Kwanza mama zetu waliotuzaa ndio mashujaa zaidi, au sio? Sasa shujaa wa pili kwa saizi ni Mama Samia. Kwa nini tunasema shujaa sana? Ni mama ameweza kufuta chozi la mwanamke la kunyanyaswa, la kutotendewa haki. Haya mambo yanatokana na kabila, desturi, tamaduni na mambo mengine. Lakini kuja kuwasimamia nyinyi kina mama, kwa leo mnaheshimika na kuwapeni kipaumbele. Mama huyu anatakiwa kupewa heshima. Tusipofanya hivi, wanaojitolea wataacha kujitolea, kwa sababu wakifanya vizuri hakuna wanaowaenzi, si ndio? Kwa hiyo kunakuwa hakuna sababu ya kuhangaika na watu. Jambo hili limefanywa na mama huyu bila makelele. Nimesema kila anayezaliwa amezaliwa na mama. Mama ameona uchungu. Kuna watu walikaa ndani bila sababu yoyote, miaka 8, wengine 10, wengine 30, wengine sijui umri wake yeye amekaa huko ndani. Alafu anawaambia kwamba kuna 1, 2, 3 havijakamilika. Huku kunapewa maagizo. Wao hawa hawana makosa. Huyu amekabidhiwa kwenu mpaka siku akihitajika mtamwachia. Au sasa mtu anasota kule, awe baba yako, awe mjomba wako. Sasa amesema hapana, hebu waondoeni watu wazima, wakaondolewa. Lakini kuna watu walikuwa walali nyumbani. Kuna watu ndio mama mmewapiga sana wanaume, wamekimbia. Lakini kwa msimamo huu sasa mmepewa elimu, sasa mnakaa nao vizuri.